Kwenye tetesi za usajili naweza nikasema kwamba Yanga bwana imekuwa na ndoto za Abunuwasi, japokuwa siwezi nikadharau sana kwa sababu sijui mfuko wa GSM ama malengo ya GSM, lakini katika takwimu na idara ambayo tumeendelea kufuatilia zaidi kwa taarifa ambayo inaonekana Yanga bwana wameweza kufanya pia mlipuko wa bomu katika usajili, na huku wakiwa wanaamini kwamba huenda kweli ikawa kuna ugumu wa kuweza kuwapata wachezaji ambao wameweza kuwalenga, lakini sidhani kama kutakuwa na wepesi kiasi hicho, kwa sababu nikupe target tatu za klabu ya Yanga hivi sasa. Kwanza, wameweka lengo la kumpata kocha aliyewahi kutumikia klabu ya Mamelodi Sundowns ambaye ni kocha Lulani Mokoena. Hiyo ni target ya kwanza ya klabu ya Yanga, kufanya usajili na kuamini kabisa kwamba wanaweza wakafanikisha dili hilo. Lakini pia dili lingine la klabu ya Yanga ambalo liko wazi, unaambiwa eti Yanga iko mbioni na iko inapambana kuhakikisha kabisa kwamba wanapata saini ya mchezaji wa klabu ya Mamelodi Sundowns ambaye ni kiungo. Ukisikia kiungo ama injini ya klabu ya Mamelodi Sundowns, tunamzungumzia mchezaji Marcel Allende ambaye tunajua kabisa kwamba kuna ugumu kiasi gani, yani kwamba kama klabu ya Al Ahly imeshindwa kumsaini mchezaji yule, naweza nikasema kabisa GSM anaweza akapata hasara katika hili, kwa sababu ni wazi kwamba usajili wake utakuwa ni wa kuvunja pia kibubu na tena wa kihistoria. Hili inaweza ikalipa kwamba 5 kwa 95, yani kwamba Yanga haina uwezo wa kumsajili sasa hivi Marcel Allende ambaye pia thamani yake ni kubwa. Lakini kwa kocha Lulani Mokoena kidogo naweza nikakubaliana na klabu ya Yanga kwamba wana uwezo wa kukaza na kupambana na GSM kuvunja kibubu ili mradi kumsajili kocha Lulani Mokoena. Ila twende mbele turudi nyuma, Yanga tena wameendelea kuweka mikakati, na huku unaambiwa kabisa msimu unaokuja Yanga itawashangaza wengi sana, kama iliweza kumleta mchezaji Stefan Aziz Ki ambaye alikuwa akitumikia kipindi kile ASEC Mimosas, ambao ilikuwa ikiwatesa sana wapinzani klabu ya Simba, lakini hatimaye wakafanya hivyo. Basi wanaamini msimu unaokuja pia watafanya wonders katika wachezaji ambao Simba imekuwa ikiwaona kama lolo. Mchezaji kama Kamara ambaye nafikiri katika fainali ya kombe la shirikisho baina ya RS Berkane pamoja na klabu ya Simba tuliweza kuona jitihada, lakini pia na nafasi ambayo amekuwa akicheza kama kiungo mshambuliaji, lakini pia na kiungo mwibiaji ambaye anakata umeme kisirisiri. Basi ni Kamara ambaye unaona kabisa kwamba ni wazi Yanga wametoa macho na wanaamini kama waliweza kumleta Fiston Maele, kama waliweza kumleta Stefan Aziz Ki ambaye aliwaadhibu klabu ya Simba, basi pia wana uwezo wa kumleta mchezaji Kamara kutokea katika klabu ya RS Berkane. Na pia kulikuwa na tetesi kwa Mwamba Kamara ambaye yeye alipata pia dili kuchezea Ulaya, kwa hiyo sijajua hatima itaendelea kuwa vipi, lakini Yanga unaambiwa msisitizo ama pia mpango kazi ni kupata target tatu, kuanzia kocha Lulani Mokoena, kumpata Marcel Allende na kumpata Kamara kutokea RS Berkane. Lakini sioni urahisi ama wepesi kuelekea katika msimu unaokuja kwamba Yanga wanaweza kufanikisha dili la mmoja wapo, japokuwa siwezi nikaongea sana kwa sababu pia ni lazima pia niweke na akiba ya maneno, kwa sababu huenda nikazungumza hivi lakini kesho na kesho kutwa Yanga wakafanikisha dili hilo kwa kupitia mwekezaji ambaye anaweza akaangalia mapenzi ya timu na kuangalia pia mfuko wake. Je, unaruhusu mchezaji kama Kamara ambaye unaona kabisa kwamba akiweza kutoa kwenye klabu Yanga, basi kuanzia mshahara wake na hata bonus zake zitakuwa ziko juu sana. Kwa hiyo hata kwa kocha Lulani Mokoena na mchezaji kama Marcel Allende ambaye unaona kabisa kwamba ikatokea dili limekubali, basi Yanga inabidi iweze kujipanga, na tunatamani ifikie hatua na hatima ambayo timu zetu pia zitakuwa na uwezo wa kuleta wachezaji wenye quality ya hali ya juu kwa wakati mmoja. Kitendo cha kumleta Kamara na Marcel Allende wakawa kwenye timu moja, ama mfano kwa sasa hivi mfano unampata mchezaji kama Fiston Maele katika timu moja na hawa watu wameweza kukutajia, basi unaona kabisa kwamba na hapo itabidi tupige kifua na kuamini kabisa kwamba kweli wachezaji wetu wameweza kuwa serious, kwa sababu issue na changamoto ni katika mfuko wa mwekezaji wa timu.
kama Mohamed Dewji anaamua kufungua moyo na kutoa pesa kwenye kibubu, basi tunaamini kabisa kwamba kuna wachezaji ambao watakuwa na quality hali ya juu na pesa zao na gharama zao ni kubwa, basi Simba itakuwa ina uwezo wa kuafford. Kwa pia the same hata pia kwa GSM wana uwezo wa kufanya kitu kama hicho, kwamba ina uwezo wa kuleta quality ya hali ya juu wa wachezaji ambao wana ubora zaidi wa kuchezea katika michuano ya klabu bingwa na wakao katika timu moja. Hapa ndo pana kipengele na hapo ndo pana changamoto, lakini tunaamini kwamba inawezekana. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media.